Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu kipenzi, mfuatiliaji wa masomo yetu haya, tunakukaribisha. Leo ni siku ya Ijumaa ambapo tunafunga wiki kwa kujibu maswali. Kabla tujaenda, tupate kuomba. Mungu wetu, Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Amen. Asante Baba kwa nafasi ya pekee umetuleta tena tujifunze haya maswali. Baba, wewe utupe majibu sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Kwa hiyo tulianza na fungu linalosemaje katika Mashujaa wa Maombi, somo hili la 6. Somo la 6, fungu la Zaburi ya 116. Fungu la kwanza na pili nasemaje? Haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anasikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamuita siku zangu zote. Swali. Ndiyo. Huyu alikuwa ni mtunga Zaburi. Wewe unasemaje? Wewe maombi unaweza kuelezeaje maombi? Ni kama mzigo au ni uzoefu tu mzuri? Maombi ni uzoefu tu mzuri, namna ya kufanya uhusiano wako na Mungu. Na maombi binafsi nasema kwamba zamani wanaona maombi mpaka uombe. Nilivyokuja kugundua kwamba maombi ni maongezi, yaani mawasiliano kati yangu na Mungu, ambapo naweza nikafanya muda wowote, wakati wowote, sehemu yoyote. Nikaona ni kitu rahisi, kitu cha kawaida, kama ninavyoongea na wewe hivi. Sogea pembeni, naongea na Mungu wangu. Naweza nikawa natembea, namshirikisha. Amina. Ongea. Asante. Mimi nikwambie, Niambie. Kwa uzoefu wangu ninaona maombi nakubaliana na wewe, ni mepesi, maongezi kama na kwa rafiki, lakini inategemea. Hapo sawa. Kuna maongezi magumu, kuna maongezi mepesi. Hasa ninapoona maombi ya kushukuru, hapo ninaona ni mtelezo tu hapo. Maombi ya kusifu, maombi ya kusihi kama kuna hitaji lolote. Lakini kuna maombi mengine naona kama yanakuwa magumu. Kuna maombi ya kivita. Ndio. Maombi wakati mwingine ya kuombea wengine, unaona kabisa upinzani. Mzigo wa mtu. Achana na ile mzigo tu, kusikia kuiwa kumbeba katika maombi. Na hasa mara nyingi pale mtu anapokuwa hataki, yaani anapambana na wewe. Vita. Ni vita. Na kuna wakati mwingine unaweza kukuta labda maslahi ya hicho kitu unachokiomba, una shauku nacho, Mungu akutendee, lakini kumbe shetani hataki. Wewe unajikuta umeingia kwenye maombi, labda unasema natenga huo muda, ndio wakati unapata usingizi mzuri sana. Au unapata ya mgongo, umeingia kuomba hapo, sijui umefunga, sijui unafanyaje. Au tumbo, au umevurugwa tu. Ninaona uzoefu mzuri na mgumu, yaani ule mwepesi na mgumu. Na naamini katika Henoko, Danieli na hata Musa walipitia tunayopitia. Ndio. Lakini tunajifunza kutoka kwao. Twende tusonge mbele kidogo, labda hili litakuwa ni la mwisho. Ninarudi tena kukuuliza, kati ya Danieli, Henoko na Musa, nani unaendana naye zaidi na kwa nini? Narudia tu kusema Danieli. Naendana naye Danieli. Mimi nikimfuatilia nakuta ni mtu aliyekutana na upinzani mkubwa. Lakini katika upinzani huo Mungu alisimama naye. Amen. Na wakapata ushindi. Maisha sasa hivi tunakutana na upinzani.
sehemu ambapo mtu anakwambia lazima, kama ni kazi lazima uende siku ya Jumamosi, na hiyo ndio siku yako umetenga kumwabudu Bwana. Anasema hapana, sitapiga God. Sasa bwana, mimi hapo hapana. Unaingia kwenye nani kama ile ya Danieli. Ingia kuomba pale, unatiwa moyo na Danieli. Bwana aliomba, kama aliomba Bwana akasimama, akuogopa, basi na mimi Bwana atanitendea. Anakupa ujasiri, ananipa ujasiri hata wa kudiriki kumwambia kiongozi kwamba Bwana wangu ana nguvu, ana mamlaka na anatenda na atatenda. Mimi Bwana, Musa ananibariki. Amina. Musa ananibariki kwa jinsi ambavyo alikuwa anaweza kudumu kwa muda wa kutosha na Mungu winguni 40, na akitoka huko ana mnato wa mwanga wa utukufu wa Mungu. Anaomba Mungu, anaepusha ghadhabu, Mungu anateremsha amani. Nataka roho ya Musa. Amen. Ndugu yangu, sijui wewe katika hawa wote wewe ungependa yupi? Tunakusubiri, tunatamani kusikia kutoka kwako. Sema kitu cha mwisho labda katika tunapomaliza neno hili, tunapohitimisha mashujaa wa maombi, neno moja la kumbariki mtumishi wa Mungu. Neno moja utokana mpatia. Maombi ni silaha kubwa sana, kama ilivyomsaidia Danieli kushinda na kuwa imara, na sisi pia tutakuwa imara kupitia maombi. Kingine ni kwamba tuweke ratiba, appointment na Bwana, kama Danieli alivyofanya mara 3. Muda wake huo ukifika, naweza kuweka zozote zile. Amen, amen. Maombi ni pumzi. Mimi ndio naweza kuzungumza, yani hatuwezi kufurahia mahusiano, shiriki mahusiano na Mungu na kazi zake bila ushirika wake na maombi. Tuombe. Baba, tunaomba maombi. Tunaomba roho ya maombi. Amen. Bariki mtumishi wako ambaye anatamani kuwa kama Henoko, kama Danieli, kama Musa. Anatamani kutembea katika nyayo hizo za maombi, lakini nguvu hana. Roho iradhi, mwili ni dhaifu. Leo kwa jina la Yesu, ayo ya usingizi haya, au ya ulegevu haya, na kuahirisha ratiba hizo yakakome kwa jina la Yesu, na mtoto wako akaanze kutembea katika njia hizi. Tulete tena kesho tunapokuwa katika mahusiano haya na kujifunza zaidi namna ya kuyaboresha pamoja na wewe Yesu Kristo, sasa na hata milele. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kabisa kwa wiki hii. Yaani tumefunga ambapo tumeona mashujaa ya maombi. Tulivyoona Danieli, Musa na Henoko walivyopambana. Mashujaa hawa, wiki inayofuata sasa tunaona maombi yenye matokeo. Wiki ijayo tunaanza kuangalia maombi yenye matokeo. Kumbe kuna maombi mengine hayana matokeo. Tukirudi wiki ijayo tutaona ni maombi gani yanakuwa na matokeo. Mungu atubariki tunapopumzika tukisubiri kuingia wiki ijayo na kuendelea na masomo haya. Basi tunapoahirisha, mimi nilikuwa Geoffrey Omondi, nami ni Enos Makalibile. Karibu sana wiki ijayo tuangalie maombi yenye matokeo. Karibu sana. Amen.